Naam, salamu zetu sasa zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huko tukitumainia kwamba mnaendelea vizuri, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na hali yake ya kiusalama ambayo yanazidi kutengeneza vichwa vya habari katika namna moja ama nyingine. Raia kadhaa wamepata kuuawa huku wengine wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi makali ya mabomu yaliyotokea usiku wa kuamkia jana Jumapili tarehe 19 Aprili mwaka huu katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Matukio hayo yaliripotiwa hasa katika maeneo ya Mikenge, Kalingi na Pwenzero, ambayo vyanzo vya ndani vinazungumzia angalau watu 4 walipoteza maisha na zaidi ya 12 kujeruhiwa, wengi wao wakiwa ni raia waliokumbwa na mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa wanaharakati wa kijamii pamoja na wakazi wa eneo hilo, mashambulizi yalianza majira ya saa 4:30 za usiku ama 22h30 na kuendelea kwa muda mrefu hadi alfajiri. Mbali na vifo na majeruhi, nyumba kadhaa pia zimeharibiwa au kuungua, jambo linalozidisha hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo. Baadhi ya vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya ndege zisizo na rubani, yani drone, ambazo zililenga awali nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, lakini baadaye zikagonga maeneo ya raia. Aidha, tuhuma zimeelekezwa kwa Rwanda ikidaiwa kuunga mkono muungano wa AFC M23 Twirwaneho, hasa kupitia matumizi ya drone aina ya TBD. Hata hivyo, madai haya bado hayajathibitishwa rasmi na vyanzo huru. Matukio haya mapya yanatokea katika kipindi ambacho bado kuna mvutano mkubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya juhudi za amani zinazoendelea kati ya serikali ya Kinshasa na wahasi wa M23. Wachunguzi mbalimbali wanaona kuwa kuendelea kwa mapigano kunadhoofisha juhudi za kupunguza mvutano na kuweka mashaka juu ya utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hali hii inaendelea kuwa tete katika wilaya ya Fizi, huku raia wakiendelea kubeba mzigo mkubwa wa madhara ya migogoro ya silaha. Matukio haya yanatokea katika mazingira ya mvutano mkubwa, huku juhudi za kidiplomasia na kisiasa zikiendelea ili kujaribu kurejesha utulivu wa hali ya usalama mashariki mwa nchi. Wakati huo huo, taarifa zinaonyesha kuwa kuna maandalizi ya maandamano yatakayofanyika Washington siku ya leo Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, yakiratibiwa na shirika linalotuhumiwa na baadhi ya wadau wa ndani kuwa na ukaribu na serikali ya Kigali. Maandamano hayo yanadaiwa kulenga kulaani vitendo vya ukatili vinavyohusishwa na vikosi vya serikali ya Kongo, jambo ambalo linapingwa na baadhi ya sauti kutoka asasi za kiraia za Kivu Kusini. Mwanaharakati mmoja wa harakati ya Lucha, yani Lutte pour le Changement, ameonyesha wasiwasi wake kuhusu kile anachokiita mtazamo wa upande mmoja katika kuangazia matukio ya ukatili katika eneo hilo. Anakumbusha kuhusu mauaji mbalimbali yaliyorekodiwa katika maeneo tofauti ya mashariki mwa nchi, akitaja hasa matukio ya Binza na Kishishe pamoja na maeneo ya Nyiragongo na Ruchuru. Maeneo mengine kama Goma, Katogota, Sange na Mutarule pia yametajwa kuwa miongoni mwa yaliyoathiriwa na mauaji ya raia katika vipindi tofauti vya mgogoro unaohusisha wahasi wa M23 na wanaodaiwa kuwaunga mkono. Katika muktadha huu mgumu unaotawaliwa na tuhuma za pande zote na vita vya kimawasiliano, hali ya usalama inaendelea kuwa tete sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wanaendelea kubeba madhara makubwa ya mapigano na operesheni za kijeshi, huku juhudi za amani zikionekana kudhoofishwa na kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya vita. Kadri maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika leo tarehe 20 Aprili mwaka huu huko Washington yanavyokaribia, shirika la Banyamulenge Global Advocacy BGA Sigla limeeleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa njama za kupotosha maoni ya umma. Katika mawasiliano yake kwa taasisi za Marekani, shirika hilo linasema limepokea taarifa linazoziona kuwa za kutia shaka
zikionyesha uwepo wa maagizo yanayoweza kutolewa na baadhi ya washiriki wa maandamano hayo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baadhi ya vijana, wanawake, wanaume na washiriki wengine wanaweza kuhamasishwa kuigiza hali ya kuzimia au dharura za kiafya kwa lengo la kuvutia umakini wa watunga sera wa Marekani na kuathiri mtazamo wao kuhusu hali halisi. Kwa mujibu wa madai hayo, pia yanadaiwa kuwa kuna rasilimali za kifedha zilizotengwa ili kuwezesha mwitikio wa huduma za dharura, jambo ambalo lingeongeza uzito wa athari za kisiasa na kimedia za matukio hayo yanayodaiwa kupangwa. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi huru uliowekwa hadharani kuthibitisha madai hayo. Katika muktadha huu, Banyamulenge Global Advocacy BGA en sigle inatoa wito kwa mamlaka za Marekani kuwa makini dhidi ya kile inachokiona kama mbinu za kuelekea maoni ya umma na maamuzi ya kisiasa. Shirika hilo linaamini kuwa mikakati hiyo, iwapo itathibitishwa, inalenga kuathiri misimamo ya kimataifa, hasa kuhusu masuala ya vikwazo, bila kuakisi kikamilifu uhalisia wa ghasia zinazoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hizi zinatolewa katika mazingira yenye mvutano mkubwa kuhusu namna ya kuwasilisha taarifa na simulizi zinazohusiana na mgogoro wa eneo la Maziwa Makuu, ambapo tuhuma na majibu ya tuhuma zinaendelea kuchochea mjadala katika jukwaa la kimataifa. Na mazungumzo yaliyofanyika kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 Aprili mwaka huu mjini Montreux nchini Swiss, kati ya serikali ya Republique Democratique du Congo na waasi wa AFC M23 yameleta maendeleo muhimu katika utekelezaji wa makubaliano ya amani ya jumla yaliyosainiwa hapo awali mjini Doha. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia pamoja na taarifa ya pamoja iliyoripotiwa hasa na Departement des Etats des États-Unis, mazungumzo hayo yamewezesha kupatikana kwa mafanikio katika nyanja kadhaa muhimu, ikiwemo usimamizi wa usitishaji mapigano, upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, ulinzi wa kisheria pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa. Kiini cha makubaliano hayo ni kuanza kutekelezwa kwa utaratibu wa pamoja wa ufuatiliaji uliopanuliwa, unaochukuliwa kuwa hatua muhimu katika kuhakikisha kuwa usitishaji wa mapigano unaheshimiwa uwanjani. Kwa msaada wa MONUSCO, mfumo huu unatarajiwa kuanza operesheni zake za kwanza za ufuatiliaji ndani ya muda mfupi ili kuzuia kurejea kwa mapigano. Pande zote mbili pia zimethibitisha dhamira yao ya kulinda raia na miundombinu muhimu. Zimekubaliana kuepuka mashambulizi dhidi ya maeneo yenye makazi ya watu pamoja na mali muhimu kwa maisha ya jamii kama vile vituo vya afya, shule, mitandao ya maji na nishati pamoja na maeneo ya kilimo. Katika upande wa kibinadamu, itifaki maalum imepitishwa ili kuhakikisha upatikanaji wa haraka, salama na usiozuiliwa wa misaada ya kibinadamu. Hii inajumuisha kurahisisha upitishaji wa misafara ya misaada na wafanyakazi wa mashirika ya kibinadamu, huku ikizingatia pia hatua za kuzuia ubadhirifu wa misaada hiyo. Makubaliano hayo pia yanasisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu, haki za binadamu na kanuni zinazohusu ulinzi wa wakimbizi. Katika kuimarisha imani kati ya pande hizo, serikali ya Kinshasa na AFC M23 wamekubaliana kuachilia wafungwa ndani ya kipindi cha siku 10 kwa msaada wa Comité International de la Croix-Rouge ama CICR, ambalo linasimamia mchakato huo kwa kufuata taratibu zilizowekwa. Aidha, pande zote zimeahidi kuhakikisha huduma muhimu za kijamii zinaendelea kupatikana, hasa katika sekta za afya, elimu, maji na chakula, huku zikihakikisha usalama wa wahudumu wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Maendeleo haya yanaonyesha juhudi mpya za kufufua mchakato wa amani mashariki mwa DRC kwa msaada wa washirika wa kimataifa wakiwemo Qatar, Marekani, Togo na kwa niaba ya Umoja wa Afrika pamoja na Swiss na Tume ya Umoja wa Afrika. Mazungumzo yanatarajiwa kuendelea ili kukamilisha vipengele vingine vya makubaliano na kuimarisha mafanikio yaliyopatikana mjini Montreux. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV,
ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya tangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa wale ambao wanazidi kutengeneza vichwa vya habari kuhusiana na hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutana kwa majaliwa. Asante.